Karibu Tabora, karibu Toronto. Tunachokiwaza saa hizi hapa hata kuacha kufanya kazi usiku kwa jinsi tunavyoogopa kwa hili swala linavyoendelea. Na hii yote itakuwa ni kwa sababu ya hizi sikukuu. Wito wangu mimi kwa jeshi la polisi, tuendelee kupambana kama tulivyopambana wakati ule, kushirikiana, kutoa taarifa, watu wakamatwe ili vitendo visiendelee sana. Hivi vitu vinaumiza sana. Mfano huyu bwana sasa hizi katuachia mtoto mchanga kabisa. Tumepata taarifa ya kiongozi wangu ambaye mwenyekiti msaidizi wa maafisa usafirishaji wilaya ambao anapaki kwenye baa kubwa sana Blizi, lakini inaonekana ni kama alipata mteja akatoka kuja huku Miembe Mingi wanaita maeneo ya Usule. Kwa hiyo wakatokea huku wakawa wamempiga na inaisi kamba ile ya sinyenge, akawa wamefanikiwa kwanza kumshambulia, lakini akatokea afisa usafirishaji mmoja, ila baada ya kumshambulia wakapiga pikipiki kwenye mapoli, yani kuingiza mapolini na kutoa ule mwili barabarani ili wasijue. Lakini yule afisa usafirishaji alivyopita akakuta kuna reflector ipo chini yenye namba ya mwenyekiti wake ambaye anaijua. Alivyoiona na helmet na yeye amebeba tena abiria wa kike anaotoka stand, ikabidi akusimama akapitiliza, afa akafanya mawasiliano kuwapigia maafisa usafirishaji na viongozi sisi. Kutupigia tukaanza kutoa taarifa, maafisa usafirishaji wakaja kwa wingi sana maeneo husika na sisi wenyewe tukawa tumefika. Kwa hiyo tulivyofika, na hisi kama unavyojua pikipiki zinapokuwa zinaunguruma zinaingia sehemu, wale walikimbia kwenye msitu wa jeshi. Walivyoingia kwenye msitu wa jeshi tukashindwa kuingia kwenye ule msitu wa jeshi kwa sababu kiusalama hatuwezi kujua jeshini wametega vitu gani, aidha wameweka vitu gani, na kwenye msitu wa jeshi haturuhusiwi kuingia. Kwa hiyo kufika pale tukaikuta pikipiki. Kuikuta pikipiki kwanza tulianza kuiona pikipiki kabla ya mwili. Tulipoiona pikipiki tukasema hao watakuwa na wenyewe wamempeleka huko kwenye msitu, tukawa tunajadiliana. Katika kuhangaika tukarudi kwa nyuma, tulikumbe mwili tulikuwa tumeuacha nyuma. Tulirudi nyuma tukauona mwili umelala chini. Basi baada ya kuona mwili ndio tukaanza mawasiliano. Sasa nikampigia afande RPC kufanya mawasiliano. Jeshi la polisi kwa na wenyewe kwa muda mfupi wakawa wamefika, lakini baada ya kufika, ila sasa cha kushangaza bodaboda ilibidi sasa kuanza kusambaa kuzunguka huo msitu. Kufika upande wa pili bodaboda wameenda mmoja, wamebebana wawili na wenyewe wakapigwa kamba tena. Walivyopigwa kamba wale wanahangaikia nini usafiri kwa sababu walikuwa wako wengi kidogo, pikipiki ni moja waliokuwa nayo. Walivyopigwa kamba ya pili wakawa wamekosa msaada, wale wakawa wanakimbia. Basi tukapata tena taarifa, tukaenda kwa wakati, ile pikipiki ikawa imetupwa. Ilivyotupwa wale tukawa tukufanikiwa kuwaona tena kutokana na huo msitu ulivyo. Tulivyokuwa tukuwaona, kwa hiyo tumechukua ile pikipiki na wale kwa wamepigwa kama mara ya pili wamekimbizwa hospitali. Na huyu ndio mwili wameukuta, jeshi la polisi kama mlivyoona wamebeba na kupeleka mochwari. Kwa kweli tunapata hofu kubwa sana kwa sababu hii changamoto imekuwa ni ya muda mrefu, na tunajaribu kujitahidi kuungana na kuonesha umoja ili hii changamoto ipotee, lakini bado tunaelemewa sana. Tulikuwa tunaomba tupate msaada mkubwa sana kwenye jeshi la polisi, pia hata kwenye ulinzi tofauti, kwa sababu kama maeneo kama haya wanakuja kufanya matukio kama haya ni karibu kabisa ya eneo la jeshi na ni kambi za jeshi, na mpaka saizi wamekimbilia kwenye eneo la jeshi, na tujajua sasa wanajificha kwa muda gani na watatoka kwa muda gani, kwa sababu mimi naongea hapa ndo niliokuta tukio, yani ndo nilioona tukio mara ya kwanza. Ndo nilikuwa napeleka abiria, nimekuta elementi na reflector ya marehemu barabarani. Nikawa nilishindwa kusimama kutokana nilikuwa niko mimi na abiria wangu ni wa kike. Nikashindwa kusimama kwa muda huo, ikabidi nipeleke kwanza abiria na nikapiga simu kwenye kijiwe changu nilipotokea stendi. Ndo wakawa na wenyewe wamekuja, kweli tukakuta ile elementi na ile reflector. Baada ya kuanza kutafuta huku na kule tukawa tumeona pikipiki. Ikabidi tupige simu kwa wenzetu zaidi na viongozi wa bodaboda. Wakawa wamekuja na wakatoa muhimizo tuendeleze kutafuta, na kweli tumetafuta, tumekuta mwili wa mwenzetu afisa usafirishaji mwenzetu akaishauawa. Kwa kweli jambo linatuumiza sana na tunaumia sana, ila tunaomba serikali tusaidie ulinzi kwa hatua kubwa sana. Tulikuwa naye pale kuanzia mida ya saa 4 hadi mida ya saa 6 hivi na dakika akaondoka. Baada ya hapo ndo tukapigiwa ili kwamba kuna tukio kama hili huko, tumekuja. Ndo kama mazingira yalivyotokea toka awali kama walivyoongea wenzangu hapa. Tumeanza kuogopa kabisa. Nafikia wakati unaweza kuchukua maamuzi usikeshe usiku.
Katika msako huu kuna afisa usafirishaji ambao ni bodaboda walikuwa wamesambaa kwenda kutafuta, wakaja kukutana kukutana nao upande wa pili, wakawa wamewapiga kamba kwa niaba kwa kutaka kuwateka, kuwaibia ile pikipiki ili wapate usafiri. Wale watakaokimbia kuomba msaada, wameomba msaada huku pikipiki zilianza kunguruma kwenda, wale wakawa wamekimbia tena kuiacha, ila wale wakatuhadisia hao wana pikipiki wameendelea hii barabara kwenda Mambali, ila kuna wengine wameingia kwenye huu msitu kama watu 8 hivi. Hili ni kundi la watu karibia 8 wapo hao watekaji na wengine wakapigwa kamba. Kwa hiyo wao wameenda hospitali na wapo wenyewe, wapo hai, lakini mmoja ndio tumekuta amefariki. Tumeenda barabara ya Usule Miembe Mingi, hapo kwa kuna tukio la mauaji tulivyosikia. Tumefika pale, afande akasema kwamba sisi tulikuwa na pikipiki moja. Afande akasema tuliofika sasa hivi twende mpaka kipefti kile cha Nyuzi. Tumefika kile kipefti cha Nyuzi pale, tukawa tunazunguka, deva pikipiki ageuze turudi sasa tulipotoka, baada maelekezo ya pande kama alivyosema. Tumefika pale, deva anageuza. Katika kugeuza, ndugu yangu mwingine akasema kwamba tukatize tupate hii barabara ya nanilii ya Mambali. Tukafuata barabara hii ya kwenda Mambali. Tumetembea tukavuka mpaka ule mzambarau wa pale ambapo anakaaga matrafiki pale. Tumetembea kwa mbele kidogo kuvuka ule mzambarau, tukaona mwanga wa pikipiki, breki nyekundu. Tukasema tuifuate ile pikipiki, kwa sababu afande akasema mtu yoyote ambaye tukiona huku tupige simu tuwape maelekezo. Tumeenda mpaka pale, yani tunatembea tu kidogo, mwanga wa pikipiki ukazima, na pikipiki haikwenda kulia wala haikwenda kushoto wala haikwenda mbele. Yani pikipiki haikujulikana ilikoenda. Tumefika pale, tukasema sasa tugeuke turudi. Kipindi tunageuka tunarudi, tunafika sasa kwenye ule mzambarau, ndio tukakutana na ile wametega ile senyenge ya kutegea nini, ya kutegea hiyo fence ikawa imevaa kwenye pikipiki. Sasa nikawa nimeishika, nataka kuishika sasa, wana driver ilikuwa imemfuata driver kwenye shingo huko, ndio nikawa nimewahi kidogo kuinua sasa ili tupite kwa pale chini ya ile senyenge tuendelee na safari. Wakaanza sasa kuichezesha hivi, wanaichezesha, ikanikata mikono, imekata imenitoboa, nikaiachia. Baada ya kuiachia ikavaa sasa mbele pale ya pikipiki. Ilipovaa pale mbele ya pikipiki wakaivuta, yani ibane sasa pikipiki hivi, yani pikipiki iwe katikati sasa, ile senyenge ile imebana katikati, ndio ikawa imetubana kwenye nini, kwenye miguu. Umeona, kwa bahati nzuri pikipiki ikatoka nje ya barabara ikaenda kugonga mti, ndio tukaenda chini. Ndipo toka chini kidogo naanza kukimbia, nimekimbia mpaka pale karibu na kile kipefti, ikani natoka lori huku nyuma kwenye hiyo barabara, natoka lori. Sasa walipoona kama vile wananikimbiza, ndio ile lori inacheza katikati ya barabara. Nikawa nataka kukimbilia kama niende kambi ya jeshi. Wawili wakaingia kwenye hichi kichaka ili watokezee mbele yangu wanikamata, lakini nikabadilisha njia, nikaanza kufuata hii kubabana nili ya Mwanza Road. Nafika sehemu moja kuna mwembe, ule mwembe mkubwa pale, nikazuia kwenye ule mwembe pale, nikaingia chini ya ule mtaro, ndo nikaanza kutambaa mpaka chini ya ule msingi mkubwa ule wa Nyuzi ule unaoshusha maji. Nikaingia mule chini nikakaa. Ndo kabla hawajaja wao kutuokoa, wakapita wengine kwa juu. Mmoja yani akapita kwa juu pale, anakimbia sasa ili aniwahi mimi kule kama atanikamata. Lakini mimi nikamsikia tu kapita, wanaulizana kwamba umemuona huko? Sema hamna, sijamuona. Mimi niko chini ya msingi. Umemuona? Ukasema hamna, sijamuona. Twendeni tuondoke. Wanapiga tochi hivi pembeni, wanapiga tochi pembeni. Mimi nimekaa tu mule kwenye msingi. Walipopita ikapita pikipiki ya kwanza, pikipiki ya pili, ndio mimi nikatoka. Kutoka nikakimbia chini ya msingi, natambaa hivyo hivyo, nikapanda mpaka juu pale alami.
Ndio wakatokea ndugu zangu sasa, kaambia kwamba wapo huku, kanipandisha pikipiki, ndio tukarudi mpaka kule eneo la tukio. Wito wangu ni waombe, nilitangaza na kusema, na waomba maafisa usafirishaji wasitoke nje ya mji usiku. Inapofika saa 1:30 wasitoke nje ya mji, na waomba maafisa usafirishaji huku Usule kwenye hii miembe ni nje ya mji, ni waombe wasitoke nje ya mji. Hii yote ni shida ya kutoka nje ya mji. Hata kama unamfahamu mtu asikukodi ukatoka nje ya mji, na kama ni nje ya mji asiende peke yake, wasitoke nje ya mji. Ni waombe sana maafisa usafirishaji. Karibu Tabora, karibu Toronto.